Yeah, of course mabenchi ya ufundi yana kazi kubwa sana kuweza kufanya, kwa maana kwamba Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars, zote timu hizi nne ambazo zinawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa zina ugonjwa unaofanana. Yaani hii ni sawa na mtoto wa nje ya ndoa kulelewa na mama wa kambo. Kwa nini? Finishing imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hizi timu zetu zinatengeneza nafasi nyingi sana, lakini zinashindwa kutumia. Makundi yote kwangu mimi ni makundi dume, hakuna kundi jepesi. Uwezo ukasema kundi jepesi wakati wapinzani katika kila kundi hawajakutana, maana kwa utakuwa ni mganga wa kienyeji. Wanaelewa vizuri. Kwa kama ni hivyo, mabenchi ya ufundi yanapaswa kufanyia kazi finishing iwe bora, si kwa Singida, si kwa Yanga, si kwa Simba, si kwa Azam. Zote safu za ushambuliaji zina ubutu. Sasa hatua hii ya makundi, ukishindwa kutumia nafasi, kumbuka kikubwa hapa ni kusaka alama tatu muhimu, kujiweka vizuri kwenye kundi na kujiweka vizuri pia kuelekea katika hatua ya robo finali. Lakini vinginevyo, kama timu hizi zisipofanya umakini katika eneo hili, ninaona msiba mzito sana. Kwa hiyo huu ugonjwa ambao umekuwa kama mtoto wa kambo, mtoto wa nje ya ndoa kulelewa mama wa kambo, ni vyema sasa wanapaswa kulibadilisha hili jambo. Tumeona kwamba mashabiki wa Simba juzi wakati wanazungumzia kuelekea katika mechi yao, Ahmed Ally alitizi kidogo kwamba wanataka mechi yao iweke bure, lakini mashabiki wakakataa, wakasema wanahitaji mechi yao iwe na kiingilio. Kwa namna ambavyo unaiona Simba hii, uwanja ulivyokuwa mkubwa, wanaweza wakajaza kile ambacho kinahitajika, kwa sababu ni mchezo wa kwanza ambao pia timu inahitaji matokeo. Miaka ya nyuma wakati Simba inapata tuzo ya mashabiki bora kutoka CAF, ilikuwa inafanya kweli kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa sasa ukiangalia namna ambavyo muda unavyozidi kusonga mbele, washabiki wa Simba na wao kwa sasa ukiwaangalia ni sawa na maji kuchemshia kwenye ndoo ya plastiki. Kujaza uwanja imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa kama wanataka kuweka rekodi, wametaka viingilio, warudi katika rekodi yao ya miaka ya nyuma. Ukweli usiopingika, Simba alikuwa ni kinara katika kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kadri ambavyo siku inavyozidi kusonga mbele, nao ni kama uwanja wa Benjamin Mkapa unawapalia. Huo ndio ukweli. Ukifuatilia mechi ya mara ya mwisho ambayo umejaza pomoni usiku dhidi ya Orlando Pirates kwenye kombe la shirikisho, baada ya pale takwimu za kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwa Simba Sports Club zimekuwa zikienda chini. Sasa umetaka kiingilio, kajaze uwanja. Na hata kama Simba ikijaza uwanja sitoshangaa, kwa sababu huko nyuma ishawahi kujaza uwanja. Issue ni kuwa na muendelezo wa ubora au muendelezo wa kufanya vile katika mechi zote. Sio jambo geni kwa Simba kujaza uwanja, lakini kwa sasa namna ambavyo wanavyoenenda washabiki wa Simba, unajua kuna mambo mengine hayahitaji sifa kwamba wewe umeingia kwa kiingilio afu hujajaza watu. Alafu mwisho wa siku nini? Maana faida ama mtaji namba moja kwa wachezaji ni kujaza uwanja. Maana hakuna kitu kibaya uwanja wa Benjamin Mkapa ucheze bila washabiki kujaa, ni kama mko godaoni. Tena godela kuhifadhia vitu kabisa. Kwa nini? Washabiki ni nguvu tosha, au ni mchezaji wa 12. Kwa washabiki wa Simba kama kweli wameng'ang'ania viingilio hivi, wanijibu chuma cha Mjerumani kwa vitendo, kujaza uwanja. Lakini vinginevyo itakuwa ni yale maji kuyachemsha kwenye ndoo la plastiki. Mechi mbili za mwisho Simba ambazo wamecheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Gaborone na Nsingizini, zote zilikuwa ni sare. Watu wakawa wanaanza kuwa na mashaka na ile kauli ya kwa Mkapa hatoki mtu. Wanakuja Petro Atletico ambao nao si wabaya katika mchezo wao wa kwanza. Kipi ambacho wewe unakiona ukilinganisha Petro Atletico na hawa wawili waliopita, Gaborone na Nsingizini? Kwanza Petro de Luanda, intensity yao ni tofauti na timu za Nsingizini na Gaborone United. Huo ndio uhalisia, hata kwenye budget, hata kwenye quality ya wachezaji. Mimi naamini kwamba Simba kucheza na Petro de Luanda ni saizi yake, kwa maana kwamba ni timu ambayo ishashiriki sana mashindano haya, hatua ya makundi imeingia, tofauti na Nsingizini na Gaborone United. Kwa nini cha kusema? Kocha mkuu wa Simba Suleiman Matola anapaswa kuiboresha timu yake iwe na ubora katika maeneo yote. Ni kweli Simba inacheza kwa kuchangamka maeneo yote,
Lakini kwa asilimia kubwa ukiangalia, Simba ilipokutana na Nsingizini na Gaborone United, kuna baadhi ya maeneo yalionekana kuwa kama yanavuja. Huo ndio uhalisia. Kipimo kimoja, kama utakuwa umefuatilia vizuri kwenye mechi ya Gaborone United, watu wasema kumbe Rushen De Reuck akisogezewa moto, kumbe neni mpeche. Sasa kwenye mechi ya Petro di Luanda wana kila sababu katika maeneo yote kuyatendea haki. Nimwambie kocha mkuu wa Simba Suleiman Matola anapaswa kuwasoma sana Petro di Luanda, the way ambavyo anavyocheza wakati mechi inaendelea. Maana kuna maeneo matatu ya kucheza, ya kumsoma mpinzani. Robo saa ya kwanza mpinzani ameanza namna gani? Robo saa ya pili tempo iko nomo, wanachezaje? Robo saa ya mwisho kukamilisha dakika 45 wanachezaje pia? Lakini jambo la msingi sana ni kucheza as teamwork katika kuweza kutengeneza nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza na kuweza kuzitumia. Lakini vinginevyo, of course sina doubt sana na Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa au mechi za nyumbani, hasa kuchana na Petro di Luanda, Simba ishafunga Ahali hapa. Kwa kikubwa ni kuweza kuendeleza kile ambacho mkifanya. Moja kati ya kitu ambacho mimi sikitaki na sikielewagi, mtu kujisifia kuongoza kundi afu bingwa anaenda kuchukua mtu mwingine. Hadi mambo ya kihudi. Kwa kikubwa ni kwamba Simba wanapaswa kuanza vizuri zaidi kama wawakilishi wetu kimataifa. Wanapata maana ili aibu lisiingie taifani tena. Si ndio? Kwa kikubwa ni kuweza kutumia nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza. Na mimi namuamini sana kocha mkuu wa Simba Suleiman Matola. Ninamwamini sana, kipenzi cha wana Simba. Juzi wakati Young Africans wanafanya mkutano na waandishi wa habari, ndio meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe alisema Yanga ni wale Waarabu watatu wachague mmoja ambaye watakwenda naye robo finali, akiamini kwamba Yanga wanaweza wakafuzu katika hatua ya robo finali. Kwa wewe kuelekea mchezo huu wa kwanza, kipi Yanga ambacho tunatakiwa wakifanye? Kwanza, kitendo cha Yanga kudiskasiwa ama kuidiscuss kwamba ipo kwenye kundi fulani ni uthibitisho tosha kwamba kundi la Young Africans ndilo icon ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Utahoji kwa nini? Ahali ndio bingwa mara nyingi zaidi. Sasa ugumu wa kundi la Yanga ni kutokana na Young Africans kuwemo. Na hicho ambacho umekisema kwamba Mwarabu atachagua aende na Yanga. Of course mimi ni mapema sana kuikatia timu yote tamaa katika mashindano haya kwa sasa. Yaani siwezi nikamaliza maneno kwamba Yanga hapa sasa shughuli ndio imeisha. Watakuja kukuprove wrong, utakuja kuongea nini kwenye mic? Mkutaonekana ni muhuni wa mpira. Of course kila timu, nataka kusema kwamba performance ya ligi kuu ya timu zetu hakuna ushabiano wowote ligi ya mabingwa hatua ya makundi na timu ambazo tunakwenda kukutana nazo. Huo ndio kweli. Intensity ya JKT Tanzania sio Petro di Luanda. Intensity ya KMC sio Farabati. Huo ni ukweli usiopingika. Yanga hii ni match, of course ni ngumu, lakini pia inawezekana kushinda. Kwa sababu gani? Wote wanakutana bora. Ndio maana lisa ligi ya mabingwa. Unaelewa vizuri. Young Africans haijaingia ligi ya mabingwa hatua hii ya makundi kwa kupigiwa kura. Ni kutokana na ubora wake. Goli takribani 7 au ngapi imeshinda, imeenda. Kwa hiyo nadhani kuhukumu mazima kwa sasa ni ngumu. Ila ukubwa wa Yanga ndio maana inadiskasiwa kwamba haiwezi kufuzu. Kumbuka Yanga hii kwenye mechi ambao walicheza dhidi ya CR Belouizdad, ilipofungwa sikuwa na quality kubwa mnasema, lakini hapa wakaja wakaequalize wakashinda wakaondoka. Kwa ni mapema sana kusema kwamba Yanga sasa shughuli yao imeishia hapa. Mimi kwangu kama chuma cha Mjerumani ninaliweka kando, lakini ninaamini inawezekana kupata matokeo chanya. Kikubwa wachezaji kujua wanafanya nini kwenye kikosi chao, wachezaji kujua wanawakilisha nchi katika mashindano haya ya kimataifa. Kumbuka Young Africans inawakilisha michuano ya ligi mabingwa barani Afrika kama bingwa mtetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, sio kubebwa kwa mujibu wa kanuni. Umenipata ninachosema? Nimekupata. Lete swali. Leo usiku kuna